Mashabiki wa Hamisa Mobeto hawataki kumlazia damu Hamisa. Wameamua kukiamsha huko kwenye mitandao ya kijamii. Wanauliza inakuaje mpaka leo hii Hamisa hana ujauzito wa mume wake Stefan Aziz Ki. Mmoja kati ya shabiki yeye akaona aje kucomment kabisa, akaandika haujajaza tumbo. Hamisa akaja kujibu njoo kujaze wewe kama unaona nachelewa mwaya. Kwa maana kwamba jamaa aliuliza inakuaje mpaka leo hii Hamisa hana tumbo ambalo ni ujauzito. Hamisa akaona kama unaona nachelewa basi njoo wewe. Kwa maana kwamba hata mashabiki ambao wanauliza inakuaje mpaka leo hii hajabeba ujauzito basi waende wakajazwe na Aziz Ki. Hivyo ndivyo ambavyo aliandika na kumaanisha. Sasa nikabidi nijiulize mpaka kufikia sasa ni muda gani umepita toka wameoana, ndoa yao ambayo ilikuwa kubwa, ndoa ya kihistoria ambayo imekaa kwenye historia, ndoa kubwa zaidi ambazo zimewahi kufungwa hapa Bongo. Ng'ombe zaidi ya 30 walitolewa kama mahari na ilikuwa ni ndoa ambayo ilifungwa kihadhi ya nyota 5. Hamisa na Aziz Ki wameoana miezi 8 sasa hivi, imefika inaelekea mwezi wa 9. Kwa hali ya kawaida kwa huo muda ambao umechukua ni halali kabisa kuwa na ujauzito, kwa sababu tumeshuhudia ndoa nyingi baada ya miezi kadhaa ujauzito unakuwa umeshatokea, lakini kwa Aziz Ki na Hamisa Mobeto mpaka kufikia sasa hali ya ujauzito haipo, miezi 8. Ikabidi nijiulize kuhusiana na historia ya Hamisa Mobeto, ya wazazi wenzake ambao wameshaye kutoka nao kimahusiano kama Diamond na Majizo, ambapo walikaa muda gani mpaka kupata mtoto, na mpaka sasa hivi Aziz Ki na Hamisa Mobeto waliendelea vipi. So tukianza na Diamond, ambapo inaaminika na watu wengi kwamba walipata mtoto, lakini stories kaja kuwa tofauti. Mpaka sasa hakuja kuwa na uthibitisho rasmi kwamba mtoto si wa Diamond au ni wa Diamond. Kwa hiyo sasa kitu ambacho tulikiona kwa Hamisa na Diamond, ujauzito ulipatikana mapema sana, na ukizingatia kipindi ambacho Hamisa alikuwa anatoka kimahusiano na Diamond ilikuwa ni kipindi ambacho Diamond alikuwa kwenye mahusiano na Zari the Boss Lady. Sasa uhusiano wao ulikuwa kama ni wa kujiiba hivi, lakini kwa upande wa sasa hivi Hamisa ameolewa, so uhusiano wake si wa kujiiba, lakini ule uhusiano wa kujiiba mtoto alipatikana kwa haraka sana, yani alipatikana chap kwa haraka. Ni kitu ambacho kilikuja kusababisha mtafaruku mkubwa sana kwa Zari na Diamond, na baadaye stories ikawa tofauti sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa unaweza kuona ufupi wa mahusiano ya Diamond na Hamisa, lakini walikuja kupata mtoto, kitu ambacho kila mmoja hakukitegemea kwa mahusiano yao, namna ambavyo walikuwa mahusiano ya siri, lakini baadaye mambo yakaja kuwa public, au sio? Lakini ukiangalia na Majizo pia the same, hawakuchukua muda mrefu mpaka Hamisa akapata mtoto, kwa sababu unajua kuwa kwenye mahusiano mpaka unapata mtoto, unapata ujauzito sio muda, yani inatakiwa ichukue hata miaka kadhaa, lakini wao hawakuchukua hata miaka kadhaa kama mtoto tayari ameshazaliwa. Unaweza kuona hiyo historia ya mahusiano yake ya nyuma. Kwa hiyo ndio maana watu wameanza kujudge inakuaje mpaka leo hii mume wake halali hana mimba yake mpaka sasa, mpaka kufikia sasa hivi, kwa sababu wameanza kuishi kabla ya ndoa kama ambavyo iliwekwa kwenye mitandao ya kijamii. Watu wengi hawakuamini, zilianza kama story, watu wakisema Hamisa na date na Aziz Ki, baadaye akaja akakanusha, lakini mwisho wa siku tukaja kugundua kuwa ni ukweli. Kwa hiyo mahusiano yao yalianza muda kabla ya kuoana. Kuoana ndio imetimia sasa miezi 8, lakini kabla ya kuoana wana miezi huko nyuma. Wanajua wenyewe wameanza lini, lakini ni muda kabla ya kuoana. Kwa hiyo mpaka kufikia sasa imekuwa ni swali kubwa, watu wanajiuliza inakuaje. Kwa upande wa Aziz Ki sina uhakika sana kama na mtoto. Baadhi ya watu wanasema kwamba amepata mtoto na moja kati ya wadada wa hapa Bongo, mpaka mama yake pia alikuwa anazungumza na huyo bidada. Ni miongoni mwa kitu ambacho kilikuwa kinazungumza na wananzengo. So mpaka sasa hivi Azizi hajawahi kuweka hadharani kama kweli ana mtoto au ni story tu ambazo zilikuwa zinazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mashabiki nadhani kitu ambacho wanatamani kukiona sasa hivi ni Aziz Ki na Hamisa Mobeto wanapata mtoto na Hamisa anamzalia Aziz Ki. Ukiangalia mfano mfupi kama mahusiano ya Jux na Priscilla, unaweza kuona hawana muda mrefu sana wale jamaa. Kama ndoa imeanza kufungwa ya Hamisa Mobeto na Priscilla, ndio ikaja kufungwa ndoa ya of course ndoa ya Hamisa Mobeto na Aziz Ki
ndio ikaja kufungwa ndoa ya Jux na Priscilla baadaye. Kwa hiyo hawa walianza kutangulia kuoana. Kwa hiyo hawa unaweza kuona walianza muda mrefu kuliko Jux na Priscilla, lakini wale ndio wameanza kupata mtoto mapema. So kuna vitu ambavyo nilijiuliza, labda Hamisa hataki kupata mtoto mwingine, au anasikilizia upepo, au bado Mungu hajabariki kupatikana kwa mtoto, kwa sababu nadhani Hamisa pia atakuwa anataka kuzaa mtoto na mume wake, kwa sababu ni kitu ambacho wanawake wengi wanakipenda, kuzaa ndani ya ndoa, na kila mmoja anakifurahia. Lakini pia unaweza kuona labda Hamisa anatamani watoto wake wengine wawili wakue. Hapa namzungumzia Baby Fans na yule mwingine Dylan, anataka wakue wawe wakubwa kidogo ndio apate mtoto mwingine. Na ukiangalia kuna baadhi ya vitu ambavyo vinasababisha hawa watu wasiwepo kwa pamoja. Kama hapa karibuni Hamisa alikuwa Bongo kwa muda mrefu sana baada ya mume wake kwenda nchini Morocco. Alimpeleka mara kwanza lakini akarudi. Baadaye sasa ndo akaenda tena, ameenda hivi karibuni Morocco. So alikaa muda mrefu hawakuwa kwa pamoja, lakini nimeona sasa hivi kama Hamisa Mobeto amerudi tena Bongo, hayuko nchini Morocco pia, ambapo mume wake anacheza kule mpira, kwa sababu alikuwa Yanga ndo akakutana na Hamisa Mobeto, mambo ya kanoga. Sasa hivi ndio yupo nchini Morocco sasa na timu nyingine, ambapo hakai na mke wake. Wachezaji wengi utaratibu wao waga wanakaa na wanawake, lakini sijui kwa upande wao imekuwa vipi. Ni miongoni mwa kitu ambacho kinanishangaza pia, kimekuwa kikinisajabisha kuona mume hakai na mke wake kwenye klabu, kwa sababu wengi waga wanasafiri na wake zao, wanakaa na wake zao. Ni kitu ambacho kinafanyika kwa wengi, lakini kwa upande wa Aziz Ki na Hamisa Mobeto kimekuwa ni kitu cha tofauti. Kila mmoja anapita na njia zake. Kwa hiyo hili swala limekuwa ni kubwa sana, limekuwa ni gumzo. Wengi wamekuwa kijiuliza hiki ni nini kinaendelea mpaka sasa hivi, mpaka mashabiki wameanza kuuliza inakuaje Hamisa hajabeba ujauzito. Watu wanauliza bado hajabeba kitumbo mpaka leo hii. Nimeona comment ikabidi nifikirie vitu vingi na kuangalia ambao wamewahi kuwa kwenye mahusiano na wakapata mtoto haraka, lakini kwa Hamisa na Aziz Ki bado mpaka sasa hivi hatujaona dalili za Hamisa kuwa na ujauzito. Wengi sana wanatolea mfano wa Jux na Priscilla ambao wameishi muda mfupi zaidi na kupata mtoto. Kwa hiyo ni kitu ambacho kila mmoja kinamshangaza, kila mmoja kinamfurahisha kuona walipata hivyo. Lakini kwa upande wa Hamisa bado imekuwa kizungumkuti, mpaka ameandika comment imenifurahisha sana. Anamwambia shabiki, kama una haraka basi njoo ujaze wewe, yani njoo akujaze wewe. Kama unaona nachelewa mwaya, kama unaona nachelewa kupata mtoto, basi aende akajazwe yeye. Unaweza kuona ni kitu ambacho kinafurahisha, lakini mashabiki wakizungumza ndo wanakuwa wanamaanisha, ndo wanakuwa serious, wanatamani kuona ndoa ikiwa na mtoto ndani yake, au sio? Wewe una comment gani, una mtazamo gani kuhusiana na maoni ambayo watu wanazungumza kwa Hamisa Mobeto kutompatia ujauzito au kutokubeba ujauzito Aziz Ki mpaka leo hii? Niandikia hapo kwenye sehemu ya comment.